Tofauti ya rai na rai ni gani? Rai ni kubembeleza mtu. Rai ni ile kujifanya. Rai kwanza ni maybe kuthank mtu, kuambia mtu asante. Rai ni kubembeleza mtu. Rai ya pili ni maybe kuact kama kuplay hypocrite. Rai ni ile hali ya kumuomba mtu ama watu wafanye jambo fulani. Yaani kuact kama tuseme mnafiki kitu kama hiyo. Na rai hii pia nayo ni ile kuendelea kuomba kitu mara kwa mara. Rai labda niseme ni kubembeleza mara 2-3. Maana si wamesema rai. Kurahi ama rai ni kubembeleza. Rai ni kuambiwa kujua kitu na rai ni kuambiwa kitu. Rai ni hali ya kujifanya. Rai ni kuomba msamaha. Rai ni kuomba. Na bila shaka tuende kwa Ustadh Nuzubike, tuanze na rai. Rai kwa Kiswahili ni neno jepesi mno. Ni kwamba ni pendekezo. Mnazungumza na mwenzako, alafu wewe unatoa hoja yako katika mazungumzo yale. Ukimaliza mazungumzo unamwambia bwana, hiyo niliyokupa ndo rai yangu. Yaani hayo ndio maoni yangu. Kwa hivyo kama una mengine yatoe. Kwa hivyo maoni, hoja, pendekezo kwa Kiswahili ndio maana rai. Mfano, bajeti ya kuja kusomwa. Wakenya wameirai serikali isiongeze ushuru. Na serikali imekataa kuzitoa au kuzichukua rai za Wakenya. Hapo kwa rai. Sasa ni kutokana na udhaifu. Omba, unabembeleza. Tafadhali, unyonge wako ndio unaokufanya umfuate mtu ili akutekeleze jambo. Na napenda mmoja wa wazungumzaji kwa sababu amesema omba. Rai ni kama kuomba. Maombi yetu ni haya. Rai ni kama omba. Kwa sababu omba pia inatokana na udhaifu. Lakini pia sio lazima iwe hasi, inaweza kuwa chanya kwa mfumo. Hata wewe wakati ulipokuwa, samahani nitoe mfano, ndio upate mke, ulirai. Lakini na sio haikuwa kwa ubaya. Sio kwa ubaya, lakini ulirai mara ya kwanza. Unaomba, unabembeleza. Huwezi ukasema nipe. Ulirai mara ya kwanza, ukarudia mara ya tatu ndio ukaambiwa sawa. Kubembeleza, sasa kubembeleza si ndio tusema. Lakini unajua ukiweka kwa omba wao ina unyonge fulani. Ina unyonge. Lakini hii rai sio mbaya. Hata hiyo nyingine na unyonge kwa sababu huji ukasema leo naja. Waambia wakasema woi. Rajua ni kuwa na matumaini ya kutarajia kitu kizuri. Yaani kwa mfano kama umeweka mitego yako ya kibiashara mahali, alafu ukawa una mategemeo kwamba juma lijalo ile hundi yangu itakuwa sawa. Kwa hivyo yale matumaini kwamba kufikia juma lijalo mipango yangu itaenda vizuri, ile ndio rajua kwa Kiswahili. Na mwenye rajua, asiye na rajua ni msorajua. Ndio. Pessimist. Sema kitu. Roba, kama uko tayari tuende kwa nipe nikupe. Derek kutoka Kamega, Mnene Nyaga. Derek. Yes. Ujambo? Jambo. Leo tuwarai tukirairai, nataka tubadilishane maneno ambayo yanaisha na ai. Kama kwa mfano Manchester juzi wamechapwa 1 yai. Karai. Aha. Wewe sidhani kama mtu akikuangalia na kuambia hufai. Kwenye nyumba za Mukuru kuna madai. Yaani ulikuwa umeanza vizuri na hiyo ya Manchester kwa yapendeza tu. Unasema tu vile yani moja yai Manchester haifai. Yaani kwa ile hiyo timu moja tu. Singeta ungeendeleza tu ya Manchester. Eleweka zaidi. Atuendelee basi Manchester najua Rashid atakusema timu karai. Hiyo tu itapendeza. Tukiheshimisha leo timu. Nafasi Derek. Derek. Hapo nasimama haukai. Asante. Sana ukimwona mtu anakunywa chai yenye utando, unaambiwa ina malai. Hata Derek kuvaa tai kama ya Rashid. Ama Derek wewe unafuga tai? Ndege kama ya Abdullah. Kama haujakufa uko hai. Asante. Nadhani tuonane wiki ijayo.
Sio madai. Sio madai. Asante.